Tafiti zabaini marais 45 wa Marekani walitumia nguvu za kijeshi bila ridhaa ya bunge. Utafiti mpya kuhusu historia ya kijeshi na kisheria ya Marekani umebaini kuwa kati ya marais 47 wa taifa hilo ni marais wawili pekee, yaani William Harrison na Zachary Taylor, ambao waliamuru hatua za kijeshi kwa kufuata kikamilifu ridhaa ya awali ya Kongresi ya Marekani. Ripoti hiyo inafichua kuwa marais wengine 45 katika historia ya nchi hiyo wametumia nguvu za kijeshi upande mmoja zaidi ya mara 125. Takwimu hizi zinaibua mjadala mzito kuhusu usawa wa mamlaka kati ya tawi la utekelezaji, yaani Ikulu, na tawi la kutunga sheria, yaani Congress au bunge la Marekani, katika kuanzisha vita au mashambulizi ya kijeshi. Chini ya katiba ya Marekani, Kongresi pekee ndiyo yenye mamlaka ya kutangaza vita. Hata hivyo, marais wengi wametumia nafasi yao kama amri jeshi mkuu kupitia vifungu vya ulinzi wa taifa au mamlaka ya dharura kufanya mashambulizi ya kushtukiza, kuanzisha mizozo ya muda mfupi au kupeleka vikosi nje ya nchi bila kusubiri kura ya idhini kutoka kwa wabunge. Tofauti na uwezo ama wenzao William Henry Harrison, mwenye rais wa 9, na Zachary Taylor, rais wa 12, wanatambuliwa kwa msimamo wao wa kihifadhi na kikatiba, ambapo wanasisitiza kuwa hatua yoyote kijeshi lazima ianzishwe au iidhinishwe na wawakilishi wa wananchi, yaani bunge. Harrison alifariki mwezi mmoja tu baada ya kuingia madarakani mwaka 1841, huku Taylor akiongoza katika kipindi na misukosuko ya mipaka, lakini akidumisha itifaki za kisheria. Matokeo ya tafiti huu yanakuja wakati ambapo rais wa sasa Donald Trump anakabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa wabunge wa chama cha Democratic na baadhi ya Republican kwa kuamuru mashambulizi nchini Iran na kuzuia meli baharini bila idhini mpya ya Kongresi. Wakosoaji wanadai kuwa matumizi ya nguvu bila ridhaa yamekuwa utamaduni hatari unaopunguza uwezo wa raia kuhoji uhalali wa vita kupitia wawakilishi wao. Wakati mivutano ya kimataifa ikizidi kupamba moto mwaka huu 2026, wanaharakati wa kikatiba nchini Marekani wametoa wito wa kufanyika marekebisho ya sheria ya mamlaka ya vita ya mwaka 1973, yaani War Power Act. Lengo ni kumlazimisha rais yoyote kurejea kwenye misingi inayofuatwa na Harrison na Taylor ili kuzuia nchi hiyo kuingia kwenye vita vya kudumu bila ridhaa ya wazi ya kisheria.